wa kumtengenezea Mungu mazingira. Wito wa kumtengenezea Mungu mazingira ya kugeuza laana kuwa baraka kwenye maisha yetu. Wito wa kumtengenezea Mungu mazingira ya kugeuza laana kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na tulikuwa tukiendelea kuangalia wito unapokujilia kuhusiana na kumtengenezea Mungu mazingira. Tuliona kuna mambo kadha wa kadha, na tulianza kuona jambo la kwanza, wito unapokujia utataka ujue kuwa kuna mazingira ya mtu kulaniwa na kuna mazingira ya mtu kubarikiwa. Na tukaangalia ujumbe ulioko ndani yake. Na leo nimepewa ili tuendelee kuangalia jambo la pili. Wito unapokujia au unapokutaka kumtengenezea Mungu mazingira ya kugeuza laana kuwa baraka, yatakutaka ujue au huo wito utakutaka ujue kuwa kuna mazingira ya mtu yanapokuwa kikwazo pingamizi. Ujue kuna wakati mazingira yanakuwa kikwazo pingamizi zidi yako. Ujue kuwa kuna wakati mazingira yanaweza kuwa kikwazo pingamizi zidi ya baraka au zidi ya maisha yako. Zidi ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye jambo la pili kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni mazingira yanapokuwa kikwazo. Na anapozungumza juu ya kikwazo, ni kitu chochote kinachoweza kusimama mbele yako kwa ajili ya kuleta ukinzani, kukupinga au kuhitaji utumie nguvu zaidi ili upate kufanikiwa. Haleluya. Kwa mfano, kama unataka uende Makete, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni ya kuzunguka mpaka unapanda gari unaenda kule Makete. Njia ya pili, kwa sisi tulioko huku, ni rahisi, unapitia hapa Gieke, unapandisha milima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mlima ni kikwazo kwa mtu ambaye hana uwezo au hana nguvu ya kupandisha mlima. Ule mlima ni kikwazo. Kwa maana hiyo ni kikwazo kinachokupa uvivu wa kufika Makete. Haleluya. Lakini pia kuna njia ya kuzunguka kwa gari. Hauna nauli, ni kikwazo pia. Huwezi ukafika ni mpaka uwe na nauli. Sawa. Kwa maana hiyo, mazingira yanapokuwa kikwazo, maana yake yatataka utumie nguvu zaidi ili kufanikiwa. Yatakutaka utumie nguvu ili kufanikiwa. Amen. Kwa maana hiyo, kama mazingira ya kanisa kuna vikwazo, maana yake yatakutaka utumie nguvu ili kufanikiwa ukiwa kanisani. Amen. Eneo lolote lile, kuna wakati mazingira yanaweza yakawa kikwazo, lakini pia mazingira yanaweza yakawa pingamizi kwako.
yanaweza yakawa pingamizi, yakakupinga. Pingamizi limekaa kisheria, Amen. Kwa mfano, kama mchungaji anasema tunayo furaha ya kutangaza kusudio la kutangaza ndoa kwa mara ya kwanza kati ya fulani na fulani kwenye kanisa hili kwa mara ya kwanza, alafu kuna tangazo moja huwa linatokaga pale, hawa wawili wanaokusudiwa kufunga ndoa huwa walipendi sana. Nilipi? Kama kuna mtu yeyote ana pingamizi, hawasemi kama kuna mtu yeyote ana kikwazo. Aliye na kipingamizi aonane na mchungaji au apeleke kwenye ofisi ya nani? Ya mchungaji. Maana yake hata kama ulikuwa na kila kitu, ulikuwa na hela, ulikuwa na mahali, ulikuwa na uwezo wa kuandaa harusi, pingamizi limekaa kisheria, linakukwamisha usifunge harusi hata kama ulikuwa na uwezo. Amen. Tofauti na kikwazo. Kikwazo kinadai nguvu, wakati pingamizi ni kitu cha kisheria. Haleluya. Unanielewa kitu ninachokisema? Tunaelewana watumishi wa Bwana? Ngoja nirudie tena. Watu wengi sana, kila kitu tunaweza tukafikiri ni kikwazo. Kuna vingine ni pingamizi. Kuna vingine vitakutaka uombe ukemee, kuna vingine hata ukikemea miaka itaenda bado kimesimama pale pale. Kwa sababu kikwazo unaweza ukakemea kwa kutumia nguvu, lakini pingamizi hata ukikemea halitoki. Maana yake ni mpaka ushinde kwa mujibu wa sheria zilizoko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo kuna kikwazo na kuna pingamizi. Lakini tatu, hayo mazingira yanaweza yakawa kikwazo pingamizi. Si tu kwamba inaweza kawa ni kikwazo, lakini inaweza kawa ni kikwazo pingamizi. Kinahitaji utumie nguvu, lakini wakati huo kuna sheria. Unasema namna gani? Kwa mfano, ukija huku duniani, kama una kesi umeshtakiwa mahakamani, unajua kabisa ni haki yako kushinda, si ndio? Wenzio wakiwa na hela, kesi inaweza kushinda hata kama ulikuwa wakushinda. Maana yake kuna wakati utahitaji utumie nini? Nguvu. Kwa maana hiyo mazingira yanaweza yakawa ni kikwazo, lakini tu si kikwazo cha kawaida, kikwazo ambacho kinakuwa na mapingamizi ndani yake. Sasa nazungumza na wewe kitu cha kiroho ambacho kuna vitu saa ingine tunaomba, kuna vitu vingine vinagoma kusukuma. Unaweza ukafikiri pengine Mungu amekuacha, hayuko. Mungu anakuambia mimi Mungu niko, nasikia na maombi yako, lakini unavyoomba tofauti na hicho kitu kilichosimama mbele yako. Mazingira hayakukwazi tu, mazingira yanakupinga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona huko mbele. Sasa mazingira yanapokuwa kikwazo pingamizi, yanamaanisha nini? Yanamaanisha kwamba hayo mazingira yako kwa namna ya mashindano yanayolenga kukusimamisha usiendelee mbele. Ngoja nirudie kwa wale wanaoandika. Mazingira yanapokuwa kikwazo pingamizi kwako, yana maana ya kwamba hicho kikwazo kiko kwa namna ambayo inalenga usiendelee mbele na kitu unachokifanya. Ni mpaka utakaposhinda au utakapothibitisha kwenye hayo mazingira, utakapothibitisha sheria, utakapothibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema namna gani? Ukisoma kitabu cha Isaya ile sura ya 45, kitabu cha Isaya ile sura ya 45, kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3. Kitabu cha Isaya ile sura ya 45, ule mstari wa kwanza mpaka wa 3, utakutana na mtu mmoja anaitwa Koreshi, masia wa Bwana. Biblia inasema Mungu amemkusudia kufika mahali kwenye eneo la uchumi wake. Kuna mahali uchumi umefungiwa, uchumi wake hawataki afanikiwe.
Wakati huo Mungu amemwamsha Koreshi kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba ya Bwana. Uchumi umefungwa. Alafu mbele yako kwenye ile njia ya mafanikio kuna wafalme ndio wanaopinga. Alafu kuna mataifa amesimama kwenye njia yake. Mungu anaona Koreshi kila anapojaribu kufanya hasogei. Njia imefunga kabisa. Mungu anamwambiaje Koreshi? Asema nitakushika mkono wako, nitakwenda mbele yako. Angalia kitu anachosema. Asema nitavunja viuno vya wafalme, nitawasukuma, nitawaondoa mataifa kwenye njia yako. Jambo la tatu anasema nitapasawazisha mahali palipoparuza. Jambo la nne anasema malango ya uchumi wako yalikuwa yamefungwa, lakini mimi Mungu nitavunja hayo makufuri ya chuma na ya shaba. Ili nini? Ipate hazina za mahali pasiri. Maana yake ni nini? Zile hazina zilifungwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye mazingira yalifungwa hayo mazingira kwenye ulimwengu wa roho. Kwa ajili ya nini? Koreshi asije akapata kwa ajili ya kanisa. Maana kuna uchumi kwa ajili ya kanisa umezuiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Akina Koreshi wasifikie kwenye huo uchumi, kuna mapingamizi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa cheki waliosimama kwa ajili ya kumpinga Koreshi asipate ule ufalme na zile hazina zilizoko. Kumbuka Koreshi ni mfalme. Ni mfalme. Wafalme wenzie kwenye ulimwengu wa roho wamesimama kumpinga. Wewe Koreshi utachukuaje hazina hizi alafu ukamjengee Mungu nyumba Mungu Yerusalemu? Haiwezekani. Ndio vita ambavyo vilikuweko. Akakutana na pingamizi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Wala ambao walikuweko tulikotoka. Ndio maana nakwambia unaweza kawa ni Mkristo unaenda sokoni unakutana na pingamizi. Pingamizi lingine linakuwa ni la kisheria kabisa. Sasa nikienda sokoni siuzi, hata nikiuza sifanikiwi. Kumbuka. Utaona huko mbele kitu ambacho nataka tuone. Kuna mapingamizi yaliyokuwa namna ya rohoni. Ukienda kanisani hivyo hivyo yanalenga kwamba usiendelee mbele. Kwa lugha nyingine wachungaji wanaelewa kuna pingamizi linaweza zikatokea kanisani linalenga kwamba mchungaji hapa huwezi ukaendelea mbele. Ukiendelea mbele utakuwa peke yako, sisi hatuko. Maana yake ni pingamizi linalenga kukuonesha kwamba usiendelee mbele. Wanakutaka kwamba usiendelee mbele na hichi kitu unachoendelea mbele. Kwa maana hiyo ili uendelee mbele unahitaji nguvu, Mungu aingilie kati. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa 9 tunaona mfano mwingine wa Paulo. Anawaambia Wakorinto wanamhitaji, wako watu wanamhitaji Paulo kwa ajili ya kwenda kutoa huduma. Kuna watu wanasema hatumtaki Paulo huku kwetu Korinto. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaandika waraka anasema jamani, najua mnaomba sawa, lakini na mimi nimeona Mungu amenifungulia mlango mpana sana na wakufaa kuja kweli, lakini wako wanipingao malangoni. Cheki. Paulo amefunguliwa mlango na Mungu kuenda mahali, kufika mahali Mungu anataka afike, lakini wako wanaompinga wapi? Malangoni. Kwenye malango ya biashara wako wanaompinga, kwenye malango ya kanisa wako wanaompinga, kwenye malango ya kila eneo. Anasema wako wanipingao malangoni. Kwa maana hiyo wameweka pingamizi malangoni kwamba hatutaki Paulo aje. Kama Paulo alikuwa anataka afike kwenye eneo fulani la uchumi, kuna mapingamizi yako kwenye maeneo ya kwamba hatutaki Paulo afanikiwe, hatutaki Paulo watoto wake wasonge mbele, hatutaki kwenye kijiji hichi, hatutaki kwenye familia hii, hatutaki kwenye ukoo huu. Huyu ni nani yeye afanikiwe? Mapingamizi yataingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Paulo anawaambia ndugu zake, ninakutana pingamizi la kiroho. Kwa nini hawa ndugu wengine hawaoni? Unaweza kusema huyu mtu ametususia siku hizi. Paulo anasema sijawasusia, kuna pingamizi malangoni mwenu, kuna walionizuia, wamepiga topu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini anapozungumza juu ya kikwazo pingamizi, mazingira yanayokuzunguka, sengine uweze kuzani hata mume wako ni mazingira. Mazingira ni kitu chochote kinachokuzunguka, kilicho hai na kisicho hai. Hata rafiki yako anaweza akasimama kuwa pingamizi kwako, atakupinga.
Usimtazame yeye kama yeye, ni mazingira. Haleluya. Mume wako anapokupinga usimtazame yeye, ni mazingira. Ni mazingira yaliyokuzunguka. Hata jiwe linaweza likakupinga. Unasema ngoja niende pale barabarani, utajikua njiani. Maana haka nakwambia usiende huko na kwenda. Pingamizi, mazingira yanakupinga. Haleluya. 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 Nasema haleluya. Kwa maana hiyo, chunga sana. Kuna mapingamizi yanakuja ambayo yanalenga kwamba usiendelee mbele na safari ulionayo. Usiendelee mbele na imani ulionayo. Yako mapingamizi na yanakuwa na sababu tofauti tofauti. Lakini pili, mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi, yanakuwa kwa namna ya mashindano. Mashindano yanayolenga kukunyang'anya ulicho nacho. Yanayolenga kukunyang'anya ulicho nacho. Ulicho nacho. Ulicho nacho. Usiwe nacho kwenye hayo mazingira. Kwenye hayo mazingira yanalenga kukunyang'anya ulicho nacho kwenye hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapofikia hatua kwenye mashindano, mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi, kukupinga kwenye kitu ulicho nacho, yatainua vita. Lengo lake ni kukunyang'anya ulicho nacho, usiwe nacho. Abanyekisa yote tufane itoro. Kama wewe una mtaji na biashara, wanapiga biashara yako na kunyang'anya biashara yako ili na wewe usiwe na biashara. Ukiwa na mume, watahakikisha ndoa yako imevurugika kwa sababu wao ndoa zao zimevurugika. Wote tuwe sawa. Kwa kuna mapingamizi ambayo yanakuja, vikwazo vinainuka kwenye hayo mazingira. Utashangaa hata ambao hawajui kwa kina juu ya hilo jambo watakuchukia ghafla. Kwa nini? Ni mazingira yanapewa uwezo wa kiroho kukupinga na kwa lengo la kunyang'anya kitu ulicho nacho usiwe. Ufunuo 3:11. Yesu anamwambia Yohana, aliambia kanisa, chunga sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa akanyang'anya taji yako mikononi mwako. Maana yake nini? Kuna mashindano yanalenga nini? Kukunyang'anya taji ulionayo. Shika sana ulicho nacho, asije akaja mtu akatoa taji yako. Maana yake kuna mashindano, kuna watu wanakupinga usiwe na taji hiyo. Yuda anawaandikia waraka wa Yuda watu wote. Anasema nilipokuwa nikiwaandikia, Luka 1 sura ile ya kwanza kuanzia ule mstari wa 3, nilipokuwa nikifanya bidii kuandikia habari za wokovu ambao sisi sote umetupasa, asema nikasikia ndani yangu msukumo wa kuandikia kwa habari ya kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Kwa nini? Kwa sababu wako waliojiingiza kwa siri ili kufisadi neema tulionayo. Alo, maana yake ni nini? Yuda anajaribu kusema, Roho Mtakatifu anajaribu kulihimiza kanisa, anajaribu kuwahimiza wenye imani kwa ajili ya nini? Kwamba imani mlizo nazo zinashindaniwa sana. Maana yake nini? Kama imani ninayo, inakuwaje tena ni mashindano? Watu washindani, maana yake wanalenga kukunyang'anya hiyo imani ulio nayo. Usiwe nayo wewe. Unasema namna gani? Fikiria, mko kwenye biashara, wengine wanamtegemea shetani, wewe unamtegemea Yesu. Wewe unamwomba Yesu, wengine wanaomba miungu yao. Sawa sawa. Maana yake unapomwomba Yesu, Yesu anashuka kuanza kupigana na miungu na ilizi walizonazo. Kwa hawatafanikiwa. Wataanza kukupiga vita wewe, kukunyang'anya hiyo imani ulionayo. Wakinyang'anya imani ulionayo, hauna msaada tena wa Yesu kukusaidia kwenye biashara yako, kukusaidia kwenye ndoa yako, kukusaidia kwenye mapito yako. Kwa wataachilia, watainua vikwazo kwa lengo la kunyang'anya imani ulionayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi, yanalenga. Jambo la 3, mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi kwako, ni muhimu sana ya kuiandika tutakapokuwa tunaendelea kuomba. Kuna watu hapa tulikuwa na mawazo ya biashara. Unashangaa ulipomshirikisha rafiki yako, wewe mpaka leo hii hujalifanyia kazi lile wazo, alafu unashangaa rafiki yako analifanyia kazi ile wazo lako. Maana alikunyang'anya wazo la biashara. Wewe hujaliingiza kwenye matendo, alafu yeye ameliingiza kwenye matendo. Sasa imekuwaje rafiki yangu? Mimi ndo nilikwambia.
Wewe ndio uliniambia, lakini wewe si ukufanyia kazi. Mimi nalifanyia kazi. Katika hali ya kawaida unaweza usichukulie kwa uzito. Maana yake unajaribu, Mungu anajaribu kukuonesha ya kwamba mazingira yanakupinga kutekeleza kitu Mungu anakupa, unanyang'anywa. Unasema unazungumza nini? Unaweza mkawa na mchungaji hapa, anaweza akanyang'anywa uchungaji, anaweza akanyang'anywa kiti, akawa mchungaji kiti tu kwa maana ya jina, lakini asikae kwenye kiti. Wako wengine wanaoamua ndani ya kanisa. Unanielewa kitu ninachokisema? Wanaweza akasema wewe mchungaji uhubiri, lakini kiti hatukupi. Kwa nini? Kuna mwenyewe aliyekaa kwenye kiti. Sio rahisi sana kuelewa, lakini kuna wachungaji wanapopita kwenye hizi sharika huwa wanaelewa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa wachungaji wengi pia hawafuatilia habari ya kiti, kwamba kwenye kanisa kuna kiti, wao wanafuatilia tu habari ya madhabahu. Wanafuatilia habari ya madhabahu, hawafuatilia habari ya kiti. Soma Biblia yako. Mungu anamwambia Musa anapotengeneza hema aweke kiti cha rehema kwenye madhabahu patakatifu pa patakatifu, alafu akamwambia aweke na madhabahu. Wachungaji wengi hawaombei kiti, kwamba kwenye madhabahu, kwenye hekalu kuna madhabahu, wanaombea tu madhabahu, hawaombei kiti. Okay, rehema iko wapi? Rehema haiko kwenye madhabahu, rehema iko kwenye kiti. Kwa adui akitaka abane rehema za Mungu, watu toba isiweko ndani ya kanisa, atabana kiti ambacho Mungu amekiweka ndani ya kanisa. Wachungaji wasikione, wasikiombee. Rehema hazitoki kwenye madhabahu, rehema zinatoka kwenye kiti, zinaenda kwenye madhabahu kuwafikia watu. Haleluya, haleluya. Kwa maana hiyo, kama unaombea sana madhabahu, huombei kiti, uwe na uhakika umeferi, kwa sababu madhabahu inataka oda kutoka kwenye kiti. Kama kiti hakitoi neno, maana yake hicho tukisema hapa ni sifuri. Unasema unazungumza nini? Na ndio maana watu wengi, sio rahisi kumpinga mchungaji asihubiri kanisani, asiombee watu kanisani, lakini watawapinga wageni, kwa sababu wageni kama wana huduma watakuja na kiti cha kwao ambacho Mungu amewapa. Watatoa maamuzi toka kwenye kiti, madhabahu itatendea kazi toka kwenye kiti walicho nacho. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza nini? Cheki, unaweza ukanyang'anywa mume, unaweza ukanyang'anywa. Vita vinakuja vya kukunyang'anya, kila siku ni mashtaka, unashtakiwa. Maana yake nini? Unanyang'anywa nafasi uliyokuwa nayo ndani ya mume, kiti. Kama unazungumza juu ya nafasi, unazungumza juu ya kiti. Nafasi haiko kwenye madhabahu, nafasi iko kwenye kiti. Ndio maana soma mahali popote Biblia inasema nitakuketisha, nitakupanda. Sasa wewe unaketi wapi? Unaketi kwenye madhabahu? No, tunaketi kwenye kiti. Mahali popote palipo na kusanyiko pana kiti. Ndio maana kwenye kwaya kuna kiti. Ndio maana kuna vita ya viti kwenye kanisa. Kuna vita kwenye kwaya, kuna kiti. Ndio maana wakwaya watamsikiliza kiongozi wao kuliko mchungaji. Fuatilia. Kwa nini? Kwa sababu wao wana kiti, kwaya nyingine ina kiti. Kwa ni vita ya kiti. Soma Biblia yako. Yesu aliingia wengie hekaluni, akaanza kuvunja viti. Alianza kuvunja nini? Maana yake vilikuweko viti wapi? Hekaluni. Vimeingia viti, ikawa ni chanzo na kikwazo. Sasa kiti kipi kilichoingia kanisani? Nasema hivi, kama maofisini wanajua ya kwamba wakipewa nafasi ya kuwa ni boss, akikuta kiti anakiondoa, ananunua cha kwake, anaenda nacho anakiombea. Okay, kanisani wachungaji huwa wanakuja na viti vyao. Okay, nenda kwenye kwaya, unakuwa na viti vyenu. Manake utakalia kiti ambacho mwenzio alikalia, hujui alikuwa anafanya kwa kutumia nini, na kiti hicho kilikuwa kinapata nguvu gani. Sasa cheki. Uongozi haunyang'anywi kwanza, uongozi unanyang'anywa kiti kwenye ulimwengu wa roho. Watanizungumza tena. Mashindano yanapokuja namna hiyo, mazingira yanapokupinga, kwanza yanalenga kiti. Nani aliyekalia hicho kiti kwenye kanisa? Ndiye anayesikilizwa. Oda inatoka kwenye kiti. Nenda kwenye ukoo, ujulinga bantogese pake kota jojo bikumpirika. Si kwa sababu ya yeye, kwa sababu ya kiti.
Kiti ndicho kinachotoa nguvu, ndicho chenye mamlaka. Amen. Haleluya. Haleluya. Nazungumza na waombaji. Hivi umewahi ombea juu ya kiti kilichoko kwenye kanisa? Kama hujawahi ombea, unaombea tu madhabahu peke yake, madhabahu peke yake, madhabahu, kuna kitu umefeli. Mungu anasema, mnanijengea nyumba ya namna gani nipate kuweka miguu yangu? Soma Biblia yako, anasema miguu ya Mungu itaweka kwenye kiti cha rehema. Kwa Mungu anasimama, anapatikana kwenye kiti, hapatikani kwenye madhabahu. Ngoja nizungumze tena. Ngoja nizungumze tena. Ngoja nizungumze tena. Nasema hivi, Mungu hakai kwenye madhabahu. Mungu anakaa kwenye kiti kilichoko hekaruni. Kuna hekaru na kuna madhabahu. Sawa sawa. Sawa sawa. Mungu anakaa hekaruni na kuna madhabahu. Na mule hekaruni kuna kiti, lakini pia kuna madhabahu. Soma Mungu anapomwambia Musa atengeneze madhabahu. Aina ya madhabahu zilikuwa zaidi ya moja. Patakatifu pa patakatifu, kwenye hema, sehemu ya kukutania, alafu na kati ya ukumbi, kote kulikuwa na madhabahu. Hapa madhabahu hakuna mtu anaingia, na kuna madhabahu ambayo kuna watu walikuwa wanaingia. Kuna madhabahu ambayo walikuwa watoi dhabihu, sadaka, kazi yake ni kwa ajili ya kuimba, kumtukuza Mungu, kutoa sifa peke yake, manukato peke yake. Ya patakatifu pa patakatifu ilitengenezwa kwa dhahabu. Kuna madhabahu ilitengenezwa kwa shaba kwa ajili ya kupokea dhabihu, sadaka. Zote hizo ni madhabahu, ziko ndani ya hekalu. Wengi tunapokuja kanisani tunasema tunaenda madhabahuni. Umesahau kwamba ni hekalu. Ili ni hekalu. Ndio maana adui akitaka atakutazamisha madhabahu peke yake, hata kutazamisha habari ya nini? Ya hekalu. Yesu anazungumza na watu kwenye kitabu cha Mathayo, wanadharau hekalu, wanazingatia dhahabu ya hekalu. Alafu wanadharau madhabahu, wanazingatia sadaka zao. Anasema kitu kinachoipa nguvu sadaka ni nini kama si madhabahu? Na madhabahu iko wapi? Iko hekaruni. Kwa nini unadharau hekalu alafu inaipa nguvu dhahabu? Manake madhabahu iliyojengwa kwa dhahabu inapewa heshima kuliko nini? Kuliko hekalu. Manake hakuna hekalu, hakuna madhabahu. Kamuulize Yakobo. Ndio maana nilikuambia kwa nini waliwapa hapa mjenge kanisa, hawakuwapa mara pekee. Manake ni hekalu. Miungu haipatikani popote, haikai popote. Ndio maana zamani walikuwa wanaanzisha miti, wengine walikuwa wanaenda mapolini, wengine walikuwa wanaenda kwenye mawe, kwenye miamba. Ukija leo hivi, kwa nini walikuja huku waliacha kule eneo lenye rutuba? Ni miungu ilikuwa inakaa kwenye mawe, haikutaka kukaa kwenye ardhi yenye rutuba. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Kwa maana hiyo, unapoleta kitu cha Mungu kwenye mazingira kama hayo, ujue kuna miungu gani iliyokuweko hapo, na hilo kanisa limejengwa juu yake. Unapoleta kitu cha Mungu hayo mazingira sasa, na ile miungu itasemesha mazingira ya kupinge. Kwa lengo gani? Kukunyang'anya kitu ulicho nacho. Ndio maana utaota ndoto, kuna mtu unakunyang'anya, una fedha unanyang'anywa, unaibiwa. Unafanya nini? Unaibiwa kila mahali. Maana yake wanakupinga kwa lengo la kukunyang'anya ulicho nacho kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini nakwambia kitu cha namna hii? Ujue usijue, neema tu ulionayo, kibali kwa watu. Kuna watu wanapata shida, wanatamani wakunyang'anya hiyo nafasi ulionayo, watakuzushia kila kitu, kila mahali watakuchafua ili wanyang'anye tu kibali ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, Mungu anapotaka kukuonesha mazingira hayo, maana atakwambia chunga sana, linda ulicho nacho kwa gharama yoyote. Kuna watu wanajipanga kukunyang'anya ulicho nacho. Usije kaanza kujidai sana ukiwa na mume. Kuna wengine wana mpango wa kukunyang'anya huyo mume. Maana unaweza ukajisahau hata kumwombea kwamba maombi ulinzi, mtunze mume wangu. Hujui kwamba kuna wenzi wanataka kukunyang'anya. Wewe utaanza tu kuambia mume wangu ana kasoro ile, haniletei nyama, hanilishi. Wenzi wanakuambia tu, hata tunatamani tuwe na heshima tu ya kwamba tuwe na waume.
wanatamani. Ukabiongejiwa kwamba tunamtaka hata mtu wa namna hiyo. Sasa ukifikiri na kudanganya ninachosema, wafuatilie wajane watakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwani nilienda mahali mjane mmoja akasema biku tuangalia fijo papa tukana banyambara. Biku tubonera fijo biku tufujura papa tukana banyambara. Sasa unaweza kaelewa hiyo lugha maana yake nini? Anataka heshima iliyopotea kwa kutokuwa na mume. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya tena. Na kuonyesha hapa uende, kuna mahali unapata shida hujajua, kuna mazingira na kupinga vita kila mahali unatamani uondoke. Sokoni ni kama unataka uache biashara, umesahau kwamba ulimuomba Mungu, Mungu alikuonyesha kwamba nenda pale ukafanya biashara. Umefika pale mashambulizi, vita, upinzani, vikwazo, unaanza kusema ngoja niondoke kwanza, nataka niache biashara hapo. Umesahau kwamba Mungu alikuonyesha. Maana yake ni nini? Ni vipingamizi. Ile kwamba kuna vikwazo vinavyokupinga haina maana ya kwamba Mungu hayuko. Mungu anakwambia ni kwamba mwanangu, unahitaji kutumia nguvu ya kiroho kama anavyomwambia Koreshi, Koreshi usiogope wafalme waliosimama mbele yako kukupinga. Mimi Mungu nitakupigania. Haleluya. Paulo anajaribu kumwambia swala la kwamba wako wanaokupinga malangoni haina maana ya kwamba mimi sijakuita. Na kuambia nimekuita na nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Usikate tamaa kwa sababu unakutana na upinzani kwenye eneo unalopitia. No, Mungu anajaribu kutuambia wako wanaokupinga usikate tamaa mama. Hata kama wako watu wanakuzunguka ya kwamba huyu anakudhalilisha, mwambie Bwana anajua nitashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kitu ninachokuambia naelewa maana yake ni nini? Baraka inapigwa vita kwa namna ambayo hujawaipata ona. Usije ukafikiri kila mtu anafurahi kufanikiwa kwako. Hata mume wako anaweza akachukia wewe ukifanikiwa. Inategemea na mazingira. Kwa maana hiyo usije ukafikiri wewe ukibarikiwa kila mtu atafurahia baraka yako. Sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa maana hiyo Mungu anajaribu kukutia moyo ya kwamba mwanangu, haijalishi mahali unapopitia kuna vikwazo, pingamizi namna gani, mazingira yamesimama kukupinga kwa namna ya laana, usiogope, usirudi nyuma. Mimi Mungu niko pamoja na wewe. Niko pamoja na wewe. Usirudi nyuma. Haleluya. Wewe umegombana kidogo na mwanaume anakuambia nenda kwenu kutinga kalie kukaja ngao gile nseme okay utaenda, kuna wenzio hapa watampa moto, mwache aende. Hao marafiki zako huku atapuliza, huku atamwambia jo hapa kendie fijo iko pandishia na nyambara wao. Huku ni rafiki anakuambia amekosea, naye huku anakuambia hujakosea baba, fanya hivyo, wako wengi tu. Kumbe naye anajihesabia na mimi niko tayari kuja kwako. Kutofautiana kuko. Yesu alitofautiana na Petro. Soma Biblia yako. Lakini Yesu hakumfukuza Petro kwa sababu ametofautiana. Kuna wakati kwamba hii ni vita, Yesu akagundua huyu ni shetani, akasema rudi nyuma yangu shetani, ninamjua Petro, Mungu anamtumia, wewe ni shetani katikati yangu, rudi nyuma yangu, tutasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa maana hiyo nakwambia ya kwamba mazingira tunayoendea, uwe na uhakika kila mmoja anaendea ulicho nacho. Yaani binadamu rafiki, hata ukivaa mkufu hapa hata utamani huo mkufu wa kwake yeye, usio wa kwako wewe. Ukivaa kiatu kizuri, kwa nini amevaa yeye, ningekuwa ni mimi nimevaa? Kwa maana hiyo kila kitu anataka kiwe cha kwake. Mazingira yanakupinga, manake wewe hufai kuvaa hicho, yeye ndio kinamfaa. Wewe hujawahi ona mwingine hivi, nimetumia tu hii mic anapata wivu kule ndani, atahakikisha inakwama hiyo mic isifanye kazi. Ni kama vile na faidi kweli kweli. Ni vita tu, mazingira yanasimama kukupinga.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anajaribu kutuandaa na kuliandaa kanisa ya kwamba uwe ni shambani, watasimama watu watatamani mpunga wako kisose. Mundu jukari jwaso pia mbore yangu iko nyonywa kuje kwake. Lingalia alili yangu hili, lingalia jajari yangu hili. Umeoa mke ni mzuri unamtunza. Lingalia alili kasi wangu na kwa Katoliki kuntunza. Na yeye ni mzuri ukimtunza. Mungu akubariki mama. Ubarikiwe sana. Tumishi naomba nisaidie kushika hii sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cheki yote hayo ni mazingira ya kunyang'anya mke wako. Hajui gharama. Wakati anaoa mke alikuwa ni mzuri anawaka, kila mmoja anamtamani. Kwa miaka kongoruika alafu anaanza kutamani wa wenzie tena. Maana yake nini? Ni mazingira yanageuka kutaka kukunyang'anya ulicho. Na Mungu anasema shika sana ulicho nacho. Hata kama maadui watakwambia huyo ana kasoro fulani, mwambie huyo Mungu amenipa. Hiyo kasoro ninaiweza katika Bwana. Haleluya, haleluya. Akija kukwambia tena mwambie hata mimi mwenyewe nina mapungufu mengi na nivumilia. Unashangaa kesho haji tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchungaji mmoja ameenda mahali kusuluhisha ndoa, watu wamejeruhiwa. Anamwambia neno la Mungu limesema sameheane. Anasema wewe uligombana na mke wako, ulimpiga makofi katikati ya watu, mbona hukumsamehe? Majeraha. Kwa nini nakwambia mfano wa namna hiyo? Adui atataka kunyang'anya kitu ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho, mtumishi wa Bwana. Shika sana ulicho nacho. Hata mama mkwe anaweza akamchukia, akamwonea wivu mtoto wake. Shika sana ulicho nacho. Haleluya. Haleluya. Unaniruhusu nisonge mbele kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi kwako. Mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi kwako. Mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi kwako. Yanakuwa yanalenga au yanakuwa ni mashindano yanayolenga kukuondolea uhalali kisheria, uhalali kisheria, kikanuni, kiutaratibu, kimila na kiutamaduni. Mazingira yanapokuwa kikwazo, pingamizi kwako, yanakuwa kwa namna ya mashindano yanayolenga kukuondolea uhalali. Sema uhalali. Sema uhalali. Sema uhalali. Sasa inakuwa ni kisheria, kikanuni, kiutaratibu, kimila na kiutamaduni. Kila kitu unachotaka kuanzisha unasema sio utaratibu wa kanisa. Maana yake ni nini? Kitu ulicho nacho kinapingwa kwa kutumia kwenye utaratibu ulioko. Ngoja nirudie tena. Maombi, mnataka muwe na maombi kuombea ndani ya kanisa katikati ya ibada. Sema sio utaratibu wa kanisa. Maana yake kuna utaratibu. Utaratibu unasimama kupinga kitu cha Mungu kisifanyike ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Kuna utamaduni. Kwambia sisi sio utamaduni wetu. Kwa utamaduni unaweza ukasimama pale kupinga kitu cha Mungu. Kuna sheria ziko. Na ndo hapa sasa nataka tuanze kuona mahali tunakwama kwenye sheria na mapingamizi yanapoanza kusimama kiroho. Nataka tuanze kuona kile kitabu cha Warumi. Mungu akija akitupa neema kesho, kuna kitu muhimu sana ambacho natakiwa ukijue kama mwombaji. Katika mambo ambayo unaomba ukikemea bado yamesimama pale pale, kuna namna ya kushughulikia. Ndipo sasa ambapo tunataka kuanza kushughulikia mazingira, kutengeneza hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu angekuja hapa leo anakuambia mwanangu, hapa mimi sihusiki, fuate fulani. Sio kama Yesu hawezi, anakuambia kisheria, kuna sheria hapa. Hainipi ruhusa mimi ya kufanya, inampa ruhusa ya kufanya mtu mwingine. Sawa sawa.
Kwa maana hiyo kuna sheria kiroho. Sasa cheki Warumi ile 8 ule mstari wa 1 na wa 3. Kitabu cha Warumi ile sura ya 8. Kitabu cha Warumi ile sura ya 8. Kitabu cha Warumi ile sura ya 8 kuanzia ule mstari wa 1. Kuanzia ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3. Ninalenga sana ule mstari wa 3, lakini tusomee toka kwenye ule mstari wa 1 anaposema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si unajua wakati mwingine magonjwa ni adhabu? Unajua wakati mwingine dhiki ni adhabu? Unajua wakati mwingine mateso yote ni adhabu? Si unajua hilo? Hapa anasema basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Anasema kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ngoja nirudie huu mstari wa 2. Anasema kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa maana hiyo kuna sheria ngapi? Kuna sheria mbili. Kuna sheria ya roho wa uzima na kuna sheria ya roho wa mauti. Amen. Si unakumbuka palipo na uzima pana baraka, palipo na mauti pana laana. Si unakumbuka tulikotokea? Maana yake anajaribu kusema kwa Yesu kuna sheria ya baraka, kwa shetani kuna sheria ya nini? Ya laana. Sawa sawa. Na anasema hakuna adhabu. Kwa maana hiyo kama sheria hii ina mkataba wake kwenye eneo uliloko au kwenye kanisa, na walio upande wa shetani ndio wanaosimamia hizo sheria na mikataba yake, maana yake ikuti huyu amekosea, watamlaani kwa mujibu wa laana yao. Sawa sawa. Itampata huko kwa sababu ni wa huko. Wangapi wanaelewa kitu ninachokisema? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kuna mambo yakitokea hapa bikote hizi si hapa kanisa bikosimalizi hapa hapo. Unaelewa maana yake? Wao wana adhabu, wana sheria zao, wataadhibiana wao kwa wao. Abakipanga biko jamii bikote mpaka sisi kumitu. Na watu wajaelewa. Ukigombana watu mliofunga ndoa kanisani, kabla hujaenda kwa barozi lazima uende kwa mchungaji. Na watakuuliza umeenda kwa mchungaji, hii ndoa yenu ya Kikristo, mbona unakimbilia huku kabla hujaenda kwa mchungaji? Hii ndoa sio ya kimila. Ndoa hii ni ya madhabahuni, nenda kwa mchungaji. Wakishindwa kula kwa mbingu tuaga kono. Unaelewa kitu ninachokisema? Hapa Paulo anawaambia Warumi ya kwamba ndugu zangu, mko kwenye kusanyiko mnakosali, kuna watu wanaingia huko, kuna sheria mbili. Kuna sheria ya mauti na kuna sheria ya nini? Ya uzima. Na anasema kama kuna makosa yote yametokea ndani ya kanisa watataka kukuadhibu, anasema sisi tulio katika Kristo Yesu tuna sheria yetu inayotulinda. Hakuna adhabu juu yetu tulio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Sheria ya uzima imetuweka huru mbali na sheria ya nini? Ya laana. Wao wanapoona umekosea, kwa Yesu hatujakosea. Okay, kuna mtu hajanielewa. Hivyo hivyo ukitaka uwe salama wachawi wasikuguse, manake weka agano katika sheria ya uzima, itakuweka huru mbali na sheria ya mauti. Wadui hawatakugusa. Kila mahali hawatakugusa. Watakutafuta hawatakupata. Watakutafuta, Yesu ataonekana, atasema huyu ni wa kwangu, sheria yangu ndio inayofanya kazi. Sheria gani? Ya uzima. Kwani amechagua uzima, amechagua baraka. Huyu mtu hajachagua laana, amechagua uzima, amechagua baraka. Huyu mtu hajachagua mauti. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Paulo anawaambia ya kwamba sisi tulio katika Kristo Yesu tunayo sheria ya roho wa uzima, imetuweka huru mbali na adhabu. Hakuna adhabu juu yetu. Anaposema hakuna adhabu, haina maana kwamba Mungu hawezi kumpiga. Adhabu hiyo ilikuwa inatoka kwa upande wa pili. Kwa maana hiyo, wale ambao mlikuwepo jana kanisani, si mnajua kunaweza kukaa na madhabahu 7. Kama kuna wachawi wanataka wakologe, haitakupata hiyo laana. Kwa nini? Wewe
hauko kwenye sheria zao, uko kwenye sheria ya Mungu aliye hai.